name goes by the name of George Dufanda. I'm 24 years old. Okay, I'm first of all, I'm a Congolese by birth. I'm a second born from a family of 5, according mom and dad. I have 3 brothers and 2 sisters. I'm the second born, yes. So you said you're Congolese from birth? So yes. Congo. Yes. And when was this? It was 2011, yeah, ndio tulikam Kenya. Mimi ni Mama Dufanda, naitwa Mado Ebwa. Niko na watoto 5. Dufanda ni mtoto wa pili. Senya alikuwa mtoto, alikuwa mjanja sana. Alipenda kupigana kila siku, kuchapa warafiki zake. Alisoma vizuri, alifika paka form 2 ndio tuliingia hapa Kenya. Sikuwa nasoma. Vile tulifika Kenya, life wasn't easy. So singeenda tulikuwa tunastay Kayole huko chini huko Kayole, you know Kayole kabisa huko ndani. Life iko smooth. Okay, kukuja hapa kwanza haikuwa easy. Okay, vile daddy alikuwa, hiyo idea ya kukuja ilikuwa but alikataa hiyo story. So vile alipast, hiyo idea ikakuja tena. Auntie yetu, sister ya mama yetu, ndio alikuwa anatoa hiyo idea tukuja hapa tutafute njia tuende majuu. Kulikuwa tu na mtu hapa Kenya mwenye alitukaribisha tu, alitupokea tu. He was a Congolese guy. Alitukaribisha, akatutafutia nyumba tukamove. I didn't go to school, but nilianza college ya kujifunza English. Payment ilikuwa bado shida, so tulikuwa tuna skip days. Naenda leo, kesho uende, naenda hiyo siku nyingine, hiyo like hivyo. Sasa at least juu tuko kwa English country, at least tujue at least kuongea na watu juu hatukuwa tunajua anything like English ama Swahili. Juu Kongo tunaongea tu Lingala na French. Kiswahili iko but up countries, capital city place tulitoka kuna Swahili. So we had to go kwa college first nianze kujifunza English. Yeah. It was tough, like place tulikuwa surrounded, tulikuwa tunacheza football ni so watu mna hang now wanakuambia useme some private part of the body ndio ni kama sasa tisalamu ya kusalamia mtu. It was weird by the unaenda naambia mtu you know those words. Yes. Mostly mimi nimekuwa mtu si chilingi. Mimi ni mtu napenda kujinini na watu, kujuana na watu. I'm so socialite. So nataka so ilikuwa tunaenda kucheza footap nje, like try to kuanza life, you know. Sasa mimi hizo words sasa hiyo time miss kwanga najua inamaanisha nini. Mtu anakuambia useme paka uko sawa kabisa, unaona kama ni fun unaisema. So sasa mimi kwa najua tu ni salamu. But sasa after kugrow nikakam ku realize kumbe I've been telling girls ama people it's funny. Okay, before tulikuwa huko Kayole 7. Vile tulitoka huko Kayole, hata tulitoka siku wa uzuri walitufukuza kwa plot. Walitufukuza kwa plot juu ya kelele. Unajua sisi yani tuko happy, tukue nao tusikue nayo, uwezi jua. Yani mimi naweza toka hapo, unajua tu vile nimevaa hivi naweza kuwa hata sina pesa na uwezi jua. Unaweza kuja hapo utupate hata kama tujakula, uwezi jua. Yani tunakuanga tu happy stories. Tulifukuza juu ya kelele, vita sana. Tulikuwa na ma cousins wetu. Walikuwa unajua sasa kuishi na watu mjawaishi nao. Unajua tulikujanga wengi, tulikujanga 10, watu 10 people. So vile tulikuwa tunaishi haikuwa poa vile, hatujazoeana. Tunajuana lakini huyu ni mkubwa au ni mdogo, lakini hatujazoeana kukaa pamoja. So kuna vitu ndogo zilikuwa na happen. Vita. Kila siku. Vita kabisa. So walitufukuza. Mwenye nyumba kakuja akasema Mr. next month mtoke mwende mtafute nyumba. So vile tulikuwa tunatoka tulisema tuishi tena pamoja. Wao hapo ndio shida ilianza. Sasa unajua as long as tuishi pamoja, ule auntie yetu nafaa tume pesa hii side, atume pesa hii side. So hapo ndio mambo ilianza kwa tukahama huko. Tulikuwa tunaishi kwa nyumba
one bedroom. Sisi tulikuwa tunalala kwa sitting room. Tukahama huko tukakuja hapa juu Stone City. Ni Kayole tu but hiyo place inaitwa Stone City. Hapo tu kwa single room. Vitanda tu ndio mbili tu. Mama analala huko na madam. Mimi na George na Ben tunalala hii side nyingine. Haikuwa hizi, ilikuwa ngumu kidogo but hata ukitoona nje uwezi jua tu. Kayole, I used to chase drum in the church. Nilikuwa drum. Unajua Kongo, ukikuwa Kongo kuna so many talents na most youth pale Kongo wanakonga into music. So si tulikuwa into music, tunaimbanga kwa kwaya. Hata sijui kuimba but tulikuwa tu pale kwaya tu naongezanga sauti, nikaanza kucheza drum. So when nilifika Kenya, life wasn't smooth. Na mimi ni mtu napenda kujituma. So nikasema tu mimi najua kucheza drum. Plot tulikuwa tunaishi kulikuwa na pastor fulani Mkongo. So akanipeleka kwa kanisa yake, nikaanza kucheza drum. Tunaitwa Pefa Kayole. Huku Kayole ndani watu wanaishi Kayole wanajua huko ndani. Alikuwa ananipea so, nikicheza hivyo ananipea so. Sasa hiyo time, hiyo so uko sawa. Unajua hapo niko na chapati yangu 5. We fell in love with chapati, so ilikuwa tu chapati. Ukipata so na kimbilia chapati. So alikuwa ananipea so after every session. Ilikuwa revival ya church. So in a week walikuwa wanapatana kwa church kama 5 days. So Monday paka maybe on Friday. Then wana meet then on Sunday. So I was there. Kimaliza ananipea so, sometimes pia anipei, ananibeba tu na gari ananiacha home. Kuna Mkongo anaitwa Sylvain. So vile tu tunatembeana tu tunaongea Lingala akasikia, mimi pia ni Mkongo, nini. Kwa mimi nafanyanga hapa chini, mko mnatembea kutuona. So kuna siku George alipitia pale akaona wananyoa, George akamwambia, hata mimi najua kunyoa but sijui kunyoa na mashine. Akamwambia kama unajua na kunyoa na wembe na mashine itakuwa easy. Senye tulikuwa hapa Kenya, maisha ilikuwa ngumu kidogo. Alafu yeye huko Kongo senye alikuwa tu mdogo na kijanja yake alianja kunyoa kwa rafiki zao. Alafu hapa amesema, alimwambia mama siwezi kukaa hivi, acha nijaribu. Njo akapatana na kijana mwingine akipeleka yeye kwa kinyozi. Ameanja huko Kayole Kipipiri. Ameanja kunyoa huko. So siku moja tu George pia akaanza tu kujaribu kujaribu tu wa clients wana complain. Mimi naenda. Mimi sasa nilikuwa first class. Unajua sasa mimi sikuwa najali. Najua uninyoe vizuri, uninyoe vibaya. Hakuna pesa nitaenda, hakuna mtu ataniangalia, hakuna mtu ananijua. Wewe fanya tu vile utafanya. Niko naenda tu kichwa yangu pala najaribu hii style. Siku nyingine tena naenda najaribu pole ikaanza kugrow. Hiyo time sasa vile alianza kunyoa, ule jamaa bado alikuwa anacheza ball. Ananyoa, ikifika 4 anaenda training ya ball. So vile mimi nilikuwa najua ball kidogo nikamfuata kwa ball. So kwenda kwa ball huko naona hii kitu hata isaidia. Hakuna kitu mimi nafanya hapa. So acha tu niingie pale kunyoa pia. Mimi pia nikaanza kufuata tu nyuma tu. George alianza, mimi nikaanza kufuata tu, fanya hivi. Pole kuna Mkongo mwingine tena mmoja akaniita. Niko na kinyozi, ka place tu kawaida tu. Then sasa next nikakam ku join barber shop. There was a Congolese friend around, tulimit kwa cyber na alikuwa anafanya kwa barber shop. Hiyo time sikuwa na simu, no one had a phone kwetu home. So na tukajoin Facebook, ilikuwa 11. Sasa unasikia kila mtu ako Facebook, unataka kuingia uchote. Sasa watu wako Kongo, mimi pia nishafika. So tukaingia cyber, tukafungua Facebook. So tulikuwa tunashinda tu Facebook. Ukipata 10 bob unaenda Facebook. Ni ili cyber. So tukameet huyu jamaa Mkongo huko. Unajua Wakongo wakimeet mahali wao ongea. Tunakuanga na hiyo sisi ubonga tu. Akanibongesha tukakuwa friends. So siku moja nilikuwa napita hapo tu around hapo Kayole, niko na barber shop yake place ilikuwa. Nikakampia nikamsalamia. Nikamwambia hata mimi unyoa by the way. Juu mimi nilianza kunyoa kutoka niko Kongo. Ever since I was 13 years old. Ilikuwa tu in me. So nikamwambia I can do. Naweza nyoa.
Akaniambia, "Oh, poa kabisa umesema sana, good. But sasa I was so young. So it was hard for him to kunikubali." But nikamwambia I can do it. Then next day pia akaniita sasa, nikaanza job sasa. Nikanywa first clients. Obviously kwa smooth juu sijenywa kwa barber shop. I've been doing shavings but kwa home unaitwa kama like ilikuwa tu ile ya mtaani tu, ile ati sasa nafanya ati hii ni job. So I was so afraid, nilikuwa hata naogopa kuongelesha clients kwa na confidence. Na hiyo ni kitu important sana. Yes. It was so weird, like paka clients, unajua clients ukimsava nataka hiyo confidence fulani yaku like I'm doing this thing like naijua. So mimi niko na ile fear, najua something but niko na fear. Ataipenda itatoka aje juu sijaifanya kwa barber shop. So it wasn't easy. Haikuwa smooth but nilingangana. Yeah, walivumilia, most walikataa, wengine wakakubali, then wote wakaanza sasa kukubali juu I was so young and nilikuwa tu nakaa tu, but I was so good at it. So nikaanza pole. Yeah. Hiyo kinyozi ilikuwa inaitwa first of all ilikuwa imeandikwa tu jina kinyozi. Unajua ile kinyozi ilikuwa Kayole. Huko ni Kayole. Mnanua kwanza na ngapi sijakwambia bei. Kwa tunanua na 50 bob. Mimi kwa in a busy day nikinua pesa mingi ni 300. Na hiyo ni Sunday. Hapo sasa unajua nimechoka. Na hiyo 300 uko na 120. Mwenye kinyozi anakula 180. Hiyo ni Sunday. So weekday juu unanywa 120. Hiyo 120 unakula 40 bob. Juu percentage ilikuwa 40%. Napata 120. The owner napata 180. Na hiyo ni Sunday. Hiyo ni weekend. Weekday ilikuwa kama so 120, 80 bob. It just depends venye siku itakuwa, but yeah, it was awesome. Nilingangana lakini yes. Akitoka huko Kayole amesema, mama, hapa Kayole hakuna pesa, acha nijaribu kuenda Umoja. Akaenda Umoja kwa barber shop ya Omoina. Akanyoa huko, akapata hata awards. Akapata akikaa huko Omoina. Siku ingine tu alikuja kwa nyumba, alimwambia, mama, nimeboeka kukaa Omoina, acha nijaribu tena kuingia town. Njoo akiingia town, sai huko town amekuwa celebrity. So hiyo barber shop ikabaiwa na watu different. So nikakuwa kama manager ya hiyo barber shop. But sasa ikafika point naona pana hii job yangu vile nimefika nafani move. Nikaingia OLX. Nilitafuta my first job OLX. Katafuta hiyo barber shop, nilisearch tu barber shop. Kaona barber shop nyingine kwa Umoja. Juu ilikuwa inatoa paka location place barber shop iko and stuff. So nikaingia kwa hiyo barber shop, ilikuwa Umoja. Nikaenda test. Hiyo siku ya kwanza niliendanga test. Unajua sasa tuko wengi. Tulikam test watu wengi juu ni barber shop kubwa. One of the boy mwenye alikuwa pia amekam test, tukakuwa sasa friends. The same day tukamisi. Mimi kaona ni boys tuko barber shop moja. Tukaongea. Akaniomba simu. Kuniomba simu, alipoteanga na simu yangu hiyo siku. Like nimetoka Kayole, nimestruggle, saving yako savings zangu nikanunua hiyo simu nunua 8,000. Kayole, we imagine, it was so tough. Akaiba akaenda nao. Hapo sasa tuliama kwa hiyo single room, tukakuja hiyo bed sitter room, mlango room. Sasa sisi tunalala bado pale, mom na watoto wengine pale, kupika pale ndani kwa hiyo bedroom ya kina ya mom. Sasa OLX nilitoka, sikuona tukakaa tu la Jojo tu yeye sasa ndio alinoanga simu mtu wa kwanza. Hiyo simu kuishika ilikuwa kadoba. Ziko bali, aliweza simu punch. Akaanza kwa music usiku hata mkilala yeye anaweka music, hataki kujua. Ilikuwa kadoba. Hiyo ilibiwanga. Alafu akuja kununua tena simu nyingine. Hiyo sasa ndio aliingianga OLX. Tukaanza kuangalia kinyozi wanatafuta watu.
kuna moja tuliendanga Westland pale Naivas opposite kuna mabuildings zinakuwa huko nyuma. Kama ule jamaa kalichukua akakaa pale, unajua hapa hakuna wateja sijui nini. Hata tumesema hapa tukikuja hapa hata fare tutakosa. Tulirudi mtu kakaa. Kukaa tena the next day Jojo akajaribu tena OLX, kapata nyingine umoja. Akaenda umoja, yeye ndio aliendanga kwanza alafu katuita. Mkuje, pesa ni noma nini. The same day tulifika, Jojo alibiona tena simu hapo. Alikuwa tu amekaa tu kwa kinyozi tu kawaida. Mtu kaingia. Buda ni aje, nataka kupigia mtu wangu kwa hapa chini, hebu nipe simu yako nimpigie. Si vile tu napeana simu, siona tu leo unajua huyu ni client, acha ongea alafu akuje nimnyoe. Ule jamaa pa kushuka hivi. Akaenda na simu. Sasa vile alienda na simu tukashuka sasa kuangalia, yako wapi nini. Baada mali yenda. Vile sasa tulikuwa tunatembea kufika mbele kidogo tukapata Umoina, kinyozi inaitwa Umoina Cut. Nikaenda nikaanza job, nilifanya test, boss akapenda job yangu. Akasema huyu kijana apewe uniform sai, huyu hata sitaki kumfanya test. This is masterpiece. Huyu ni jamaa. Hapo ndio sasa nilikamkushinda award. Dufanda sasa akakuwa Dufanda sasa. Jojo kaingia pale papa kidogo tena hivi. Mimi sasa nilibaki hapa sasa mimi ndio kusema. Kaende hapo acha tu. Warembo wapite hivi wapi warudi hivi. Hiyo tu ndio vita sasa. So vile George aliingia huko akasema so tulikuwa tunaona inabidi tuame. So unajua tu sisi tunaomanga tunapanga. George anajuanga fanya kikuja hapa, mimi nikikuja tunawezeka 25 tunafanya kitu hivyo. Yani tumegrow hivyo sana, tuko na hiyo. So mna save pamoja na tunasaidia familia pamoja nini, yani kila kitu pamoja. Ikikuja hivi sijui ni pesa ngapi, tuma hii sawa twende hivyo tu hadi leo nyumba, chakula, sijui mama, sijui watoto, shule, kila kitu tunafanyanga tu na yeye. Sasa ako Umoina au Kayole? Mimi bado niko Kayole. So aliniita. Sasa akiwa Umoina akakuita. Akiwa Umoina. Juu mimi bado nilibaki Kayole. Si mimi tulienda ile siku kunini. So space ilikuwa moja Umoina, wakamchukua. Alienda huko kafanya interview, akanyoa mtu fedi nini wakatumia mdosi anaitwa Sali. No. Hata siwezi msahau kwa maisha yangu Sali. Alikuwa the best. Yeah. Sali alikuwa poa. Akaona fedi akasema wao ni nani? Ule jamaa akamwambia huyu kijana uweza. George akaingia pale akaanza kuwapiga mafedi sasa ile hatari. So unajua in fading style mimi sionangi mtu like we are the best. Ikifika fade hata uende wapi utarudi tu. Tunanyoa fade, mtu anaenda na hiyo picha kwa mtu mwingine anasema hii si mashine wamemnyoa, si hata yani anashangaa hili nini nimenyoa hivi. So George alipiga fidi moja pale safi. Yule jamaa akatumia mdosi akaona akasema huyu jamaa kwa sawa mchukue. Na space bado haikupatikana. Kidogo hivi kajamaa moja katoka, George akamwambia brother yangu pia ako sawa. Akuje fanya nini? Nikafanya pia nikanyoa papa wakasema huyu pia ako sawa aende wafanye kazi. But pale tulikaa I think kitu kama 2 years. Ilikuwa poa na ilikuwa pia mbaya. Mbaya si kwa mbaya ya ubaya, mbaya ya kutumake. Yani kuna ule mtu alikuwa pale wanaoitanga jamaa tumuite kama manager. Ule manager alikuwa pale, alikuwa very tough, alikuwa strict, alikuwa yani anaitwa Jenny what? Ule ni Simba nakwambia, kama ni uniform. Usafi. Kama usafi. Unauliza swag nini kando? Swag yako utapiga siku yako ya off. Ukifika pale hata kama ulikuwa umevaa hivi unatoa, weka uniform fanya kazi. Uwezi nyoa kama hujavaa uniform. Uwezi nyoa. Na usikuje na complain nguo yangu iko chafu sijui maji. Uko kama hakuna unaenda home. Mademu walikuwa wanakuja huko sijui unavaa skin tight. Anakuangalia tuko mlango hivi. Wewe mwenyewe unarudi tunaenda kuchange. So nilikuwa nafanya hapo, so walikuwa sasa wamefunga shule. Jumbeleni sikuwa namuona, sikuwa hata najua.
I didn't even know kama tutamit. But sasa vile shule ilifungwa, alikuwa shule ndio sasa karudi. Nenda tu kupita tu. Naona tu mtu ana shine. I was just watching her passing, but ile tu namtamani, but So walikuwa wanaishi karibu. they were living around. But alikuwa ngatu anapita, namtaka sana like paka naenda sasa job huko na dichocha. Na msichana anapita hapa, huyu ni wangu. So unajua si wanaume tunakuanga huyu ni wangu na bado hujamkatia, huyu ni wangu. So alikuwa ngatu anapita by day, most day anapita, alikuwa ngatu mu clean. She was always alone. Ajekuwa atina group watu. Alikuwa tu na best mpoa by day. Nini best mmoja? Alikuwa ngatu anatembea na best mmoja. Kama ana best ako solo. But mimi ndio nilikuwa crush yao wote. But nilikuja kujua story. Hata yeye anaweza sema ukimuuliza atakwambia, mimi siwezi danganya. Nilikuwa crush yao wote. Walikuwa wanapita pale nini. Sasa George bado alikuwa na nini? Hawako wanaangalia George sana. But George alikuwa tu sawa.